duru zinaonesha ama duru zinasema kwamba Jangwani pamechangamka na huenda wakaanza kutafuta kocha mpya baada ya mwenendo ambao wanaona kama timu mbona haichezi vizuri hii ya Pedro. Yale ya minuno yameanza kuibuka mapema sana. Kwa muda ambao umefika, matokeo yalipo, namna ambavyo Yanga ana perform, unadhani kuna shida kwa mwalimu? Kuna shida yoyote unaiona kwa kocha Ticha kwa Yanga Afrika? Binafsi sioni shida yoyote ya moja kwa moja kutoka kwa mwalimu. Ninachokiona ni upokevu wa mbinu mpya ya mwalimu kwa players, maybe inakwenda slowly. Tabu ya mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu wanataka uwanie alama 3 na uwa entertain. Sasa unawa entertain wakati gani na mwalimu ndo mgeni kwenye timu, ana muda mchache. Kwa hiyo hivi vitu kwenda sambamba huwa panahitaji time. Kwa hiyo kwangu mimi maamuzi yoyote ambayo yanaweza kuchukuliwa basi atakuwa ameharakishwa kama wanazungumza kwenye kumuondoa mwalimu, lakini namuona yuko kwenye progress nzuri tu kwa sababu anapata matokeo na mambo yanaenda sawa. Na kwa kile ambacho kinaendelea Ticha, yani kwamba mechi, kwa mfano turudi kwenye mechi 3 hizi za nyuma ambazo pia watu wameonekana kulalamika, hata mechi za kimataifa pia kuna muda ambako Yanga ilimiss ule ubora wake, kawa inashinda sawa, lakini kuna namna ambavyo boli alionekani, na sasa wanashindwa kuelewa kwamba boli wakati inaonekana mwalimu alikuwa nani na alikuwa na muda gani. Kwa nini hawahusishi muda wa mwalimu na ugeni kwenye timu? Yes, unataka tu day 1 upate vitu vyote viwili, upate matokeo upate entertainment. Hapana, hakuna process ya hivyo kwenye football. Lazima football mwalimu apate wasawa kutengeneza mpira mzuri wa kwake, na anapoikuta timu lazima atembelee kwanza nyota ya mwalimu mtangulizi wake, kwa sababu kuna athari kubwa ya kiufundi ukifanya mabadiliko ya kimbinu ghafla binivu. Kuna wakati unaangalia timu na struggle, timu yoyote duniani endapo tu wana implement kitu kipya, iwe kwenye pattern za kucheza, mwalimu inawezekana akataka ndani ya msimu aongeze kitu kipya ambacho hakuwa practice huku chini. Kwa hiyo hii pia huwa inakuwa ni changamoto nyingine kubwa sana. Sasa basi eneo sahihi huwa linakuwa ni yule mwalimu uliyomwashua akawepo na timu katika pre-season, ndio anaweza kufocus vitu vyote viwili. Anajua kuanzia lini ninaweza kuanza kutoa entertainments kwenye timu, kwa maana mpira wenye kuburudisha, lakini muda mwingi natakiwa kupambana kwa ajili ya matokeo. Lakini ukiangalia Ticha kwa namna ilivyo, kiufundi tuiweke, shida ya Yanga iko wapi hadi timu imeanza kupoteza focus ya kucheza, kwa mtazamo wa mashabiki wengi wa Yanga na wengi ambao wanaiona kama Yanga inashuka kila siku? Bado ndo tunarudi kwenye ile misamiati entertainment football. Entertainment football maana yake football ya kuvutia inayohusisha pasi nyingi kwenye build up. Uone mipango na ngai inavyofanyika, labda center back anacheza kwa mlinzi wa kulia, kwa maana right back midfielder akashuka kupokea, mnatoka eneo la kwanza kwa pasi. Ile ndo nasema entertainment football, mpaka kama inaenda kuhitimishwa kwenye kuwekwa mpira wavuni, ambao ndio kitu cha msingi, kwa sababu unaweza ukahujumu mpira wako kufika kwa style unaotaka lakini ukapata goli. Sasa wanachokimaanisha hapa ni kwamba wanataka rhythm ya kiuchezaji iwavutie. Huyu kapishana kaenda kule kaacha pasi ya kisigino fulani kaiendeleza mpaka wanatoka zile phases mpaka kumfikia golikipa, ndio wanachokizungumza. Lakini kama timu inashinda, hilo linaweza likaja kama nafasi ya pili. Je, baada ya kucheza hiyo football isiyovutia umehitimisha kwa kupata nini? Kwa kupata ushindi. Haya, unarudi kuuliza siku uliocheza football ya kuvutia umehitimisha kwa kupata ushindi. Sasa kwa mwalimu mgeni mwenye muda mchache kama ambavyo Pedro yupo ndani ya Yanga, huwezi kumdai vitu vyote viwili na ukaviona hivyo. Lakini pia kuna factor nyingine ambayo inaweza ikawa si ya mwalimu. Yes, kwa principles za football. Sasa tunasimama kwenye principles za football, kwamba timu yoyote katika mchezo wa mpira wa miguu ina vipindi vitatu. Kipindi cha kwanza cha ujenzi wa timu bora, kipindi cha pili ni climax ya ubora wake, alafu kipindi cha tatu ni cha mporomoko. Hivi vitu vitatu huwezi kukwepa kwenye football. Unapotafuta kujipata, unaweza kufanya mabadiliko kwenye sajili zako, ukafanya nini, baadaye ukapata timu shindani, itakupa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne kama hivi. Na hata ukiangalia wanaoenda mpaka miaka 4, yani wanaenda beyond hiyo principle, kwa sababu mara nyingi principle inasema climax kwenye ubingwa miaka 3 ni ngapi, then una lose. Uliona Simba naye alikaa miaka yake 4 akaja akarudi chini, Yanga kaenda kakaa miaka yake 4, umeelewa? Sasa hivi bado anaendelea kupambana. Sometimes unaweza ukamlaumu kocha, kumbe principle yenyewe ndio inasema hivyo. Angalia hizo timu zote hata Ulaya na kwingineko zinakaa kwenye chart, then zinakuja zinapata mporomoko. Hiyo ni kawaida kwenye principles za football.